Bwana, tupo mtaa wa Sindano, kata ya Makumbusho, Mwananyamala, jijini Dar es Salaam, na hapa kuna tukio kubwa kabisa la mauaji ambalo kijana Hosamu umri wa miaka 27 amefanya tukio la ajabu sana, huwezi kutarajia. Na tukio hilo ameua babake mzazi pamoja na babake mdogo kwa madai kwamba ni mambo ya kimgogoro wa nyumba, akisema kwamba ameachiwa urithi na babu yake. Yeye alitoka miezi 6 South Africa. Sasa sisi tumefika hapa mtaa Sindano kuweza kujua kiundani juu ya hili tukio, ambapo kama unavyoweza kuona katika picha askari walifika hapa na kuweza kuifukua hiyo miwili ya hao ambao wameuawa na Hosamu, na kama unavyoweza kuona katika picha, miili hiyo inatolewa hivi sasa na kupakiwa katika gari ya polisi kuweza kupelekwa hospitali kwa ajili ya kuhifadhiwa kabla ya hatua zingine zaidi za kisheria ambazo zitafuata. Lakini pia kama unavyoweza kuona katika picha, kijana Hosamu ameshashikiliwa na jeshi la polisi, na yeye kama unavyoweza kuona akiondoshwa katika eneo hili na kupelekwa katika mikono ya sheria. Sasa hapa tunakwenda kuzungumza na ndugu wa marehemu, lakini pia mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sindano, jinsi tukio ambalo limeweza kutokea na nini ambacho wanakiongelea juu ya tukio hili. Basi kaa nasi kupitia PMTV Tanzania. Mimi naitwa Juma Eid Bangila, ungana nasi mpaka mwisho wa tukio hili, na kisha baada hapo utaweza kupata picha nzima ya kile ambacho kimeweza kutokea. Karibu sana. Bwana, habari? Salama. Poleni sana. Asante. Majina yako na cheo? Naitwa Selemani Mohamed, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sindano, kata ya Makumbusho. Tukio lilipotokea, nilipopata taarifa usiku wa jana, tukio lilikuwa limetokea usiku wa juzi kuamkia jana asubuhi. Na mimi kama kiongozi wa serikali nilipata taarifa saa 3 usiku. Nilifika sehemu ya tukio, nikajiridhisha, mimi nikaanza kutoa taarifa kwa viongozi wangu wa jeshi la polisi. Lakini ujasiri aliokuwa nao huyu kijana tuliushangaa kwa sababu alipofanya hilo jambo, alipomaliza alikuja hapa nje, akachimba shimo, akaingia ndani, akaanza kutoa mwili mmoja mmoja kutubukiza kwenye shimo na kufukia. Ilikuwa mida gani? Hiyo ni mida ya saa 12 asubuhi ndo alifanya eka hiyo. Kwa hiyo sisi mpaka tunakuja kupata taarifa saa 3 usiku. Ina maana inawezekana ikawa wapangaji walikuwa wanahisi, lakini hofu ya wananchi kama unavyojua wanakuwa wepesi, wagumu kutoa taarifa pale wanapoziona taarifa hizi si mzuri. Lakini wenyewe viongozi tulipong'amua, tukaanza kushirikisha jeshi la polisi, ndio wakafika hapa kwenye saa 3 usiku, kisha wakaanza taratibu za kipolisi. Sawa. Na katika ufuatiliaji wako, huyu kijana ambaye afanya ile tukio pamoja na aliwafanyia matukio, ina maana kwa babake na babake mdogo, ushawahi kusikia kuna mgogoro wowote kati yao? Huyu mtoto alikuwa amesafiri kwa South Africa. Baada ya kurudi, huyu mtoto alirudi na taarifa nyingine. Aliwaambia baba yake mdogo na baba yake mzazi kwa yeye ndo aliachiwa hii nyumba na babu yake. Baada ya yeye kutoka South Africa, alimkuta babu yake ameshafariki. Sasa wakawa wanamshangaa, haya maneno anayoongea ni maneno gani? Mbona tumuelewi? Lakini taharuki hizi alizianza muda, na mimi ilifikiwa kwenye ofisi yangu ya mtaa na nikamkamata, kampeleka Mwejuma na Mwejuma akampeleka Oysterbay, akakaa kunako kama wiki moja. Lakini baadaye kama wanavyojua familia, wakaja kuchukua barua ya zamana, wakamtoa zamana mtoto wao, akaendelea kuishi naye hapa. Kumbe ile alilokuwa analisema ina maana lilikuwa moyoni kwake bado analo. Labda nini wito wako? Wananchi, taarifa. Mambo mengi yanatokea kwenye majumba yetu, na majumba yetu mengi yana wapangaji, lakini tunakuwa wagumu kutoa taarifa kile tunachokihisi kinaweza kikatokea. Sasa kama viongozi tunashindwa kung'amua kote, tunawategemea wananchi kutolewa taarifa. Taarifa ndio inafanywa kazi. Mimi ninachoiomba serikali, siku hizi kuna hukumu za kunyongwa. Mimi naomba tu tusimwone tumnyonge. Kama tulivyokosa nilipopoteza kaka zangu wawili, naye ahukumiwe anyongwe. Dawa ya moto ni moto, kwa sababu tutakapomrudisha hapa nyumbani siku 2-3 na humo mna watu, atakuja kuwafanyia watu wengine. Unaona, kesi itakuja kuturudia sisi. Hapa tuna wasiwasi naye tukampoteza mama yetu, kwa sababu mama yetu ana pressure ya kushuka na hatujamwambia mpaka saizi. Tumemwacha huko nyumbani Mwembe Mtengo, tumemchukua mtu mzima alipofiwa na mume wake, ikabidi tuondoke naye kule sisi watoto wa kike tukamlee yule mama. Hapa tukaacha watoto wa kiume. Unaona Sasa hatujui yatima yake, na yule bibi tunaweza tukamkosa. Sasa huyu mimi atakisema labda tunamrudisha, imani kwanza sina.
hata upendo naye sina. Lakini pia kama dada mkubwa, uliwahi kusikia fununu yote kama kuna ugomvi baina ya huyu kijana na kaka zake? Yeye ni mkorofi na ilo bange lake na baba zake, ukorofi mara hivi unaona hata mama yake alilijua. Mama yake akaenda kujitaka kifua kwenda kumtoa kule Oysterbay. Akarudi. Sisi tukamwona labda alivyokwenda kule siku 2-3 atajirekebisha. Tukamchukulia kama binadamu mwenzetu, unanielewa? Kumbe alikuwa na lake ndani ya moyo, sisi hatulijui. Leo jana sijui, juzi kwa mkia jana ndo kaja kutimiza kuwaua watu 2. Oysterbay kwa kesi silo bange lake. Anauza bange. Unaona watu wamemkataza, wamemuonya na baba akimsema anakuja naye juu. Unaona Kwa nini unanisema? Na hii nyumba mimi nimelisishwa na babu yangu. Baba kafa, yeye iko Afrika Kusini. Hajui sauti ya babangu wala hajui alipolala. Na wala babangu hakumuhusia kwamba nyumba hii ni ya kwake yeye. Na nielewa Kiswahili. Sisi wako wajukuu wengine hawana hata mmoja aliyekuwa na tabia kama ya yule. Bali ni yeye tu. Ndio sababu ya yule mtoto. Tunaiomba, tena ninaiomba sana mimi. Niko chini ya miguu yenu. Usinione mimi, muoneni Mwenyezi Mungu na mtume. Unaona? Nataka na yeye kama nimewakosa wale, na yeye apoteze tu maisha. Hukumu ya kunyongwa, kama kuna sindano sasa hivi 2, mpigieni kesho. Mimi hata mkiniambia njoo nichukue maiti kama inaruhusiwa, mimi nitakuja kuchukua kwa sababu kaka zangu kesho mimi nawazika saa 7. Na yeye pia hivyo. Natazika hapa kwa Ndugumbi. Sababu babangu nilimzika pale na mtoto wangu wa kwanza mimi nilimzika kwa Ndugumbi. Sasa naomba tena nafasi ili wao wakae karibu, hata kama nitakwenda kufagilia, nitafagilia sehemu moja. Unaona Kwa hiyo ninaomba serikali nisaidie. Mama anisaidie. Unaona? Na nyinyi wananchi wangu mnatukuja kwa siji tusemeje, kwa mikono miwili, kwa heshima zote. Naomba pia mtusaidie. Hapa tulimkabidhi kaka yetu wa mwangalizi wa nyumba. Tulimgia kaka mdogo wangu huyo mwingine tulimgia chumba hiki, mama alimgea na mwingine alimgea chumba kile pale. Baada ya huyu alivyopata tatizo, naona kichumba kile tukabidi kukipangishe ili wakae sehemu moja. Kukaa sehemu moja ndio matokeo yake yamekuwa hayo. Siwezi kueleza. Pole sana.